Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati huu China inamuonya rais wa Marekani Donald Trump juu ya kucheza na moto katika eneo la Taiwan. Hata hivyo, kutokana na taarifa ambayo ilitolewa na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth taja China kama tishio katika kanda katika mkutano wa juu huko Singapore. Akizungumza kwenye mazungumzo ya Shangri-La siku ya Jumamosi, Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani, alisema China inajiandaa kwa hakika kwa hatua za kijeshi ili kubadilisha usawa wa nguvu wa Asia, akishutumu Beijing kwa kufanya mazoezi ya uvamizi unaowezekana dhidi ya Taiwan. Waziri wa ulinzi wa Marekani Bwana Pete Hegseth ameishutumu China kwa kusema kwamba wanafahamu kuwa China mpango wake ni kukitenga kisiwa cha Taiwan. Hata hivyo, hali hii kamwe haitaweza kutokea chini ya uwepo wa Donald Trump, lakini wa China wanamwambia Bwana Trump kwamba jambo hilo aachane nalo kabisa na wanamuonya akae mbali nalo. Jinsi mahusiano ya Marekani na China yanavyozidi kupungua licha ya usitishaji wa ushuru wa forodha. China inachukulia Taiwan kisiwa kinachotawaliwa tofauti kuwa sehemu ya eneo lake na imeapa kuungana tena kwa nguvu ikiwa ni lazima. Serikali ya Taiwan inakataa madai ya uhuru wa Beijing, ikisema watu wa kisiwa hicho ndio wanaweza kuamua mustakabali wao. Matamshi ya Hegseth yalichochea kemeo la haraka kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, ambayo ilisisitiza kuwa Taiwan bado ni suala la ndani na kuonya mataifa kigeni dhidi ya kutumia suala hilo kama njia ya kujiinua. Hata hivyo, China imesema kwamba hatua za Marekani katika Asia Pacific kama kugeuza eneo hilo kuwa buyu la unga, jambo hilo halitowezekana. Marekani haipaswi kuburudisha dhana potofu kuhusu kutumia swali la Taiwan kama mpango wa kujadiliana ili kuidhibiti China, wala haipaswi kucheza na moto, ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchini China. Hata hivyo, tangu utawala wa Joe Biden kumekuwa na kutoelewana kati ya Marekani na Uchina, hasa katika kisiwa hicho cha Taiwan, huku China ikianzisha operesheni kadhaa za kijeshi katika eneo hilo kutokana na kuchukizwa kwake na viongozi wa China kuingia katika eneo hilo, lakini pia kutengeneza mazingira ya kutaka eneo hilo lijitawale lenyewe. Hata hivyo, China kupitia utawala uliopita wa Joe Biden ulikuwa unatambua vema sera ya China moja ambayo inaunganisha kisiwa cha Taiwan. Hegseth alikuwa ametoa wito kwa washirika katika eneo la Asia Pacific, ikiwa ni pamoja na mshirika mkuu wa usalama Australia, kutumia zaidi katika ulinzi baada ya kuonya juu ya tishio halisi na linalowezekana kutoka kwa China, ikiita Marekani kikosi cha kweli kinachovuruga katika bahari ya Pacific ya Asia. Beijing ilishutumu Washington kwa kupeleka silaha za mashambulizi katika bahari ya kusini ya China na kuzidisha mivutano ya kikanda. Beijing ilimshutumu Hegseth kwa kuidhalilisha Uchina kwa madai ya kashfa na kukuza mawazo ya vita baridi. Hegseth alipuuza kwa makusudi wito wa amani wa maendeleo wa nchi za eneo hilo na badala yake akapongeza mawazo ya vita baridi kwa makabiliano ya umoja huo. Akaidhalilisha China kwa madai ya kashfa na kuitaja China kuwa tishio, wizara hiyo ilisema, ikiongeza kuwa ilianzisha maandamano rasmi na Marekani kwa kile ilichokitaja kuwa mazungumzo ya uchochezi. Uchina na Ufilipino zinagombea mamlaka juu ya baadhi ya visiwa na visiwa vya bahari ya Uchina kusini, huku uvamizi unaongezeka wa baharini kati ya walinzi hao wa pwani, huku zote zikishindana kushika doria kwenye maji. Beijing pia ilikataa madai ya Marekani kuhusu vitisho vya usafiri wa baharini, ikisisitiza kuwa imekuwa ikiendeleza mazungumzo mara kwa mara ili kutatua mizozo ya kikanda na kulinda haki zake za eneo ndani ya mipaka ya kisheria ya kimataifa. Marekani ndio sababu kubwa zaidi inayodhoofisha amani na utulivu katika bahari ya China kusini, taarifa hiyo ilisema. Waziri wa ulinzi wa China Dong Jun kushiriki katika mazungumzo ya kila mwaka ya Shangri-La Dialogue, kongamano kuu la usalama la Asia, huku Beijing ikituma ujumbe wa wawakilishi wa ngazi za chini badala yake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.